Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Alhamisi katika juma la 33 la mwaka C wa kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 10, na somo la Injili linatoka Injili ya Luka sura ya 19 aya 41 hadi 44. Katika masomo yetu tunakutana na wazo kuu juu ya ukombozi wetu kwa njia ya Kristo. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka. Yesu alipofika karibu na Yerusalemu, aliuona mji akaulilia akisema, "Laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea maboma, likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu ukutambua majira ya kujiliwa kwako." Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, kama tulivyosikia katika maandiko matakatifu, Yesu anaulilia mji wa Yerusalemu, ikiwa ni muda mfupi kuelekea mateso, ambao kwayo tumekombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Yesu anapata maumivu makali moyoni mwake kwa kuona watu anaojitoa kwa ajili yao binafsi hawajihurumii wala hawaogopi yatakayowapata kwa kuendelea kuishi nje na misingi ya kimungu. Yesu mwanakondoo asiye na mawaa anaulilia mji wa Yerusalemu, kwani wakazi wake walishindwa kutambua lipi linawapasa kufanya mbele ya Mungu, na pia hawajui ni jambo lipi litawapata baada ya maisha ya hapa duniani. Ndugu zangu katika Kristo, tendo la Yesu kuulilia mji wa Yerusalemu ni ishara kubwa ya upendo wake kwetu kwa kujitoa mwenyewe kuwa kondoo wa kuchinjwa ili kutulipia dhambi zetu na kutufanya taifa teule na watu wa miliki ya Mungu. Rejea kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya 9 hadi ya 10. Wapendwa katika Kristo, hata sisi tumekuwa kama wakazi wa Yerusalemu pale tunaposhindwa kutekeleza maagizo ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kristo kwa mapendo yake makubwa amejitoa kwa ajili yetu, hivyo yatupasa daima tubaki waaminifu katika maisha yetu ya kumfuasa yeye. Sisi tulio wafuasi wa Kristo tunaalikwa kuacha dhambi na matendo yote mabaya na kushikamana na Kristo katika safari ya ukombozi. Yesu anaumia rohoni kwa sababu ya matendo yetu maovu, anasikitika kwa ajili yetu, kwani anajua yapi yatatupata kwa kuacha njia ya Mungu. Kwa moyo wa huruma, Yesu amejitoa kwetu, ameteseka kwa ajili yetu na kutulipia hatia. Tunabaki watu huru katika misingi ya Mungu, yaani kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Rejea kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 6. Ndugu zangu katika Kristo, tumuombe Mungu atujalie matashi mema ya kuziishi amri za Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu na jirani zetu, kwani sisi ni taifa teule, watu wa miliki ya Mungu, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo.